pamoja na maswali mengi na vitu vingi ambavyo watu wamehoji, wameonyesha kuprove, nimepata feedback kwamba sasa nimejua niko kwenye midlife crisis, mke wangu mimi napitia hapo, tuliwahi kupitia hapo. Wengine wamekuwa kuniambia kwamba wamepita kwenye kipindi kidogo, waachane, walivyovuka wakashangaa mapenzi yanakuwa makubwa. Thank you for the feedback. That's how it is. Mkiweza kufanikiwa kupita kwenye kipindi cha mpito, mambo yenu yanakuwa mazuri kabisa. Sasa leo naomba nikupe topic ambayo inahusiana pia na maendeleo, kwa sababu najaribu kutengeneza topic nyingi kwa namna ambavyo maswali yanakuja. Watu wengi wanauliza maswali ya aina gani. Leo naomba nikupe topic inayosema tegemea haya yafuatayo mnapokuwa kwenye midlife crisis. What you should expect. Nimekufundisha kuhusu vyanzo vya changamoto, nimekufundisha kuhusu utajitambuaje, nimekufundisha mambo ya kuepuka, nimekufundisha kuhusu kuelewa hichi kipindi. Lakini napokuwa kwenye hichi kipindi utegemee nini? Ni vitu gani ambavyo tunategemea? Utaviona. Kwa hiyo tegemea, usipaniki, tegemea utaviona. Usikimbie kwenye ndoa, tegemea hivi vipo. Usimchukie mwenzako, tegemea hivi vipo. Pamoja na ugumu wa hivi, lakini tegemea. Yaani ni vitu ambavyo you should expect. Kama bana hii gari inaenda sehemu lakini itapata shida kwa sababu kwa tayari najua hii inaweza kalala njiani. Ukijua ni tofauti na kama hujui. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo tegemea kabisa. Namba moja, tegemea mpenzi wako atakuwa mbinafsi. Ukiliona hilo, fahamu ndio tumefika kwenye kipindi. Usitoke, usikimbie, usichoke, usimwache, usiache watoto wako. Tegemea kabisa kwamba huyu mtu ataprioritize mahitaji yake na majukumu yake na mambo yake. Kama anakusahau bila anasahau mambo ya familia, ni kitu ambacho ni a common thing. Tegemea hichi kitu. Lakini namba mbili, tegemea kwamba utamuona anaonyesha picha ya tofauti anavyokuwa mbele za watu, anavyokuwa kwa watu, anapokuwa kanisani, anapokuwa msikitini, anapokuwa na watu wengine, anaonyesha picha ya tofauti na uhalisi wake. Ukisikia story anazopiga akiwa na marafiki zake kuhusu ndoa yake na yeye alivyo, tofauti. Ukisikia anavyoongea, anavyofanya mambo na watoto wake, tofauti na alivyo. Tegemea hichi kitu, ni kitu kiko common. Kwa hiyo ukitegemea. Lakini tatu pia, tegemea kabisa kwamba utaanza kuona kama ana compete na wewe, utaanza kuona wewe threat, utaanza kuona kama anaona kama unashindana na wewe, hoja zako, vitu vyako unavyo propose, anaona kama unafanya wewe kwa sababu yeye amefanya, au umeona kwa sababu mimi nataka kufanya, wakati wala hajakwambia, lakini kwa sababu wazo labda lilikuwa anahisi kama umeiba wazo langu, unataka kushindana na mimi. Tegemea issue kama hizi, sio kulogwa, sio nyota imeondoka, sio shetani anataka ndoa yenu ivunjike. Ndio kipindi chenyewe. Tegemea haya mambo utakayoona kwenye midlife crisis. Lakini namba 4, tegemea kabisa kuona anatamani vitu vya wengine walivyonavyo, hatamani alichonacho yeye hakitamani wala akipenda wala akiongelea, anaongelea vitu vya watu wengine. Tegemea. Ukishaona wewe fahamu ndio mko kwenye hicho kipindi, ndugu yangu. Lakini mwisho, wengi wanacheka kuhusu hili. Tegemea kwamba utaona mara nyingi anachosema sicho anachomaanisha, na anachomaanisha wala sicho. Kwa hiyo usihangaike sana na anachokisema, kwa sababu mara nyingi sicho anachomaanisha. It's not what she means, or it's not what he means. Anachomaanisha wala akisema. Sasa wewe jaribu kutafuta non-verbal. Tafuta kile ambacho akipiti mdomoni mwake. Hicho ndicho. Haya mambo ukiona, tegemea. Ngoja nikwambie ukweli. Wengi kwa kutokujua ndoa zao zimevunjikia kwenye midlife crisis. Lakini hichi kipindi ni cha mpito. Ni cha miaka kadhaa pale, kitapita tu. Kikipita maisha yanaendelea. Hata wale walipanda ndege wanashangaa kwenye turbulence, taa zinawaka, uruhusi kwenda toilet, funga mkanda, usisimame, rudisha meza. Alafu kikipita taa zinazimwa, mnaenda toilet, mnapitishiwa vinywaji, maisha yanaendelea. That's how marriage is. Ndio ndivyo ndoa zipo. Usikimbie, usiruke kabla. Sio kila gari linapata ajali uruke kabla, hapana, utakufa. Hichi ni kipindi kinaitwa midlife crisis. Unataka kujifunza mengi kuhusu midlife crisis, andika Chris Mauki midlife crisis. Utanishukuru sana baadaye. Naitwa Dr. Chris Mauki.